Shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya uhai na kwa zawadi ya wokovu. Ninamshukuru Mungu sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa mahali hapa siku ya leo. Ninamshukuru Mungu na utanisamehe kwa sauti yangu. Sauti yangu ili kwa imepotea kidogo, lakini namshukuru Mungu imerudi. Siku ya leo tunaenda kutafakari neno la Mungu kuhusu dhambi. Jinsi gani Mungu anachukia dhambi, na ni jinsi gani Mungu anataka tujitenge na dhambi, na ni jinsi gani dhambi itatutenganisha na Mungu. Mungu ni mtakatifu. So kokote kuna dhambi, hautamuona Mungu, utamwona shetani tu. So kile ambacho nimekuja kuona ni kwamba tunafaa kuchukia dhambi kabisa na kujitenga mbali na dhambi, kwa sababu then tutajikuta katika kutengwa na Mungu. Mungu wetu ni mtakatifu sana. So hapo tukisoma katika Samueli wa kwanza 3:11 inasema mpaka 14 inasema, Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari ya nyumba yake tangu mwanzo na hata mwisho, kwa maana nimemwambia ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu aliyoujua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. So hapo tunaona vile Mungu alikuwa amemuonesha mambo maovu ya watoto wake, lakini Eli hakuchukua hatua ya kuwakemea watoto wake waache dhambi. Hakuchukua hatua, aliwaangalia tu. Sasa hiyo kuangalia tu, yani ilimchukiza Mungu, kwa sababu alikuwa anafaa kuwakataza. Mungu anasema huo uovu yani hautaweza kutakasika hata kwa sadaka, kwa dhabihu hautatakasika, kwa sababu ya kwa vile Eli hakuchukua hatua. So tunaona hapo 17 tunaona kwamba Eli hakujua pia Mungu ni Mungu wa rehema, na Mungu anapenda watu wanaonyenyekea. Wakati unapojua umeenda kinyume na Mungu, umefanya dhambi, unafaa kunyenyekea na kutubu. Utubu, Mungu ni wa rehema, atakusamehe tu. Lakini hapo tunaona Eli yeye hakuwa ametambua hilo kabisa. Hapo tukisoma 17 anasema hapo 3:17 akamuuliza, ni neno gani alilosema nawe? Na kusihi usinifiche. Mungu akufanyie vivyo hivyo na kuzidi, ukinificha lolote katika haya yote Bwana aliyosema nawe. Basi Samueli akamwambia kila neno, asimfiche lolote. Naye akasema, ndiye Bwana, na afanye alionalo kuwa ni jema. So hapo tunaona hapo chenye Eli alikuwa anafaa kufanya, alikuwa anafaa kuenda mbele za Mungu na kumlilia na kuomba msamaha, lakini yeye anasema ni Bwana, wacha afanye lile ambalo linakaa jema kwake. Lakini angeenda kuomba msamaha, Mungu angetumsamehe. So hapo tunaona pia yeye alikuwa hakujua hilo. So hapo tunajifunza ya kwamba tunafaa kuwa watu ambao tunakemea dhambi kwa watoto wetu, kwa marafiki zetu. Tunapowaona wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tuwaambie, kwa sababu tukiwaangalia tu na tunaona, then Mungu anachukizwa na hicho kitu. Kwa sababu gani? Mungu anapenda watoto wake. Mungu hataki hata mmoja wetu angamie. So anataka tujitenge na dhambi. Anataka tuwe watu watakatifu. Anataka tuishi maisha ambayo yanampendeza. Mimi ninakwambia
Ukiwa yule mtu ambaye unataka kutengeneza na Mungu tu, wewe unataka tu kuishi maisha yanayompendeza Mungu tu kila wakati, yaani wewe uko willing kunyenyekea kufanya nini ili tu umpendeze Mungu, I'm telling you, hautawahi regret. Hakuna hata siku moja utajuta, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu, yaani ni Mungu, yaani hata sijui nielezeaje, yaani ni Mungu mzuri sana. Unaona, Mungu wetu ni mzuri sana sana sana, lakini uzuri wake utauona wakati unapojitenga na dhambi, unapokimbia dhambi, unapopenda kumpendeza Mungu, unapopenda kujitoa kwa ajili ya Mungu, unapopenda kusacrifice kwa ajili yake, kujitenga na dhambi, kujitenga na kila uovu. Hapo utaona uzuri wa Mungu. So kile ambacho ninajifunza kupitia hiki kitabu ni kwamba tukue watu ambao tunakemea dhambi. Kemea dhambi, ikemee, chukia dhambi, kimbia dhambi. Yaani usitaki kukaribia dhambi. Kimbia, 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 kemea, kemea. Yaani jitenge mbali na dhambi. Na inawezekana wewe kujitenga na dhambi, si hata haiwezekani. Watu wanasema haiwezekani, inawezekana. Ukiamua inawezekana. Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe ushinde dhambi. Lakini unapochekacheka na dhambi, unapofurahia na dhambi, na dhambi wewe unafurahia tu, hapo ndio utaona huyu Mungu hapendi dhambi, na utaona ile saidi yake ingine ambayo yeye ni moto ulao. Yeye ni moto ulao. Wakati unapo entertain dhambi utamuona, kwa sababu hapa tunaona Eli hakuwa anasikia vibaya akiona watoto wake anafanya vitu mbaya. Unaona, ndio maana aliwaacha tu. Lakini hiyo kitu ingekuwa inamkasirisha, angekuwa anawakemea watoto wake na angewaokoa. Lakini ile kutokuwakemea hakuwaokoa. Mwisho wao ulikuwa mbaya. So tunafaa sana kuwa careful, kuwa makini sana na dhambi, kujitenga na dhambi, kujitenga na dhambi kabisa, ili tukaweze kumpendeza Mungu wetu, tukaweze kuishi maisha ambayo yanampendeza, mwisho wa siku tukaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Barikiwe sana na Bwana.